Leo mchana Harmonize ametangaza kolabo mpya na msanii wa Nigeria Rude Boy aliyewahi kuwa kwenye kundi la P Square kutoka nchini Nigeria, yeye pamoja na ndugu yake Mr P, ambao pia tangazo hili la Harmonize kuachia ngoma hii mpya inayokwenda kwa jina la Best Couple itachapishwa Juni 27, yani itaanza kusikika na kutazamwa pia Juni 27 mwaka huu 2025. Lakini cha kushangaza zaidi, baada ya muda mfupi tu baadaye, msanii aliyewahi pia kuwa chini ya Harmonize tunamfahamu Ibra Chinga, yeye mwenyewe anapenda kujiita Chizi, naye ametangaza kuachia wimbo mpya siku hiyo hiyo, ikiwa ni wiki chache tu baada ya kutangazwa rasmi kabisa kuwa msanii huru nje ya record label ya Konde Music Worldwide mpaka hivi ambavyo tunazungumza. So kupitia peji rasmi kabisa ya Instagram ya Harmonize ameweza kushare cover la hii ngoma ya yeye Harmonize pamoja na Rude Boy na kusindikiza na caption inaonyesha tarehe pale, tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025 featuring King Rude akamtagi pale. So ngoma kama ambavyo unatazama hapo juu ndivyo hivyo ambavyo itatoka tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Lakini masaa kama mawili baadaye pia Ibra akachapisha kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram cover la wimbo wake mpya ambao pia ameupa jina la Asante, ambao wimbo huu pia ameahidi mashabiki zake kuwa utatoka tarehe 27 mwezi wa 6 2025, na anasema ni ujumbe mfupi kwa mashabiki zake nadhani, lakini pia kwa wale wote ambao wanafuatilia muziki wake mpaka hivi ambavyo tunazungumza. Ingawa tunafahamu typically kabisa hawa wote wamewahi kuwa kwenye record label moja, na mzungumzia Harmonize pamoja na Ibra, ingawa mmoja alikuwa ni bosi, mwingine alikuwa ni mfanyakazi, mmoja alikuwa ni kaka, mwingine alikuwa ni mdogo mtu. Kwa kuwa hii ndiyo kazi ya kwanza, kwa mimi ninavyoamini kwamba kwa kila mmoja baada ya kutengana kwao rasmi kutoka kufanya kazi sehemu moja, mashabiki na wakosoaji wa muziki Tanzania wameliona tukio hili ni kama mpambano wa moja kwa moja kati ya msanii na aliyekuwa bosi wake. Wapo wanaosema Ibra hajakomaa kimuziki, kwamba alipaswa kumpa nafasi kwanza Harmonize aachie kwanza kazi zake kisha na yeye afuate ili kuepusha kuvurugana kimasoko. Lakini kama Ibra ameamua kutembea na hilo gepu bana, wapimane imani, wapimane maji, waone je nani ni mkali kati ya Ibra pamoja na Harmonize. Lakini hoja hiyo inaacha kuzingatia jambo moja muhimu kabisa, kalenda. Tarehe ya kuachia wimbo haipaswi kuwa chanzo cha uadui, kwani kiwanda cha muziki ni soko huria na kila mmoja anaruhusiwa kupublish ngoma zake na vitu vyake according to yeye ambavyo amejipangia katika kalenda yake, na wasanii hawapaswi kuogopana kabisa kwenye tarehe za kutoa kazi, na mwisho wa siku mashabiki ndio wataamua ni wimbo gani upo bora na wenye mvuto kwa upande wao, kwamba bana Harmonize ametoa wimbo huu, Ibra katoa wimbo huu. Je, wimbo upi ni bora kati ya hizo nyimbo mbili ambazo zitatolewa? Kwa hiyo badala ya kugeuza hili kuwa vita ya nani ni nani au nani ni mkali kati ya mwenzake, huu uwe wito kwa wasikilizaji kuendelea kusikiliza kazi zote mbili na kutoa nafasi kwa vipaji viwili tofauti kabisa kutoka familia moja ya zamani ya Konde Gang Music Worldwide, na hii ni kuonesha uwezo wao kama wasanii wasiotegemeana tena kabisa. Kwa mtazamo wa kitaalam, hakuna tatizo kwa Ibra kuachia wimbo siku moja na Harmonize. Kama kuna ushindani, basi uwe wa kibunifu, si wa kiadui na kutiana hofu au kuadabishana mbele ya mitandao ya kijamii. So kila mmoja na comment yake pale ukidondoka kwenye posti ya Ibra. Wengine wanamshauri Ibra kwamba bana, inabidi dogo utulie kwanza, wakubwa zako wanatoa mangoma, inabidi wewe usikilizie, baada ya wao kutoa then na wewe uje uachie. Lakini ndivyo hivyo, Ibra kaamua na yeye kutoa siku moja na Harmonize. Comment yako ni ipi? Unahisi Harmonize atapigwa chini na Ibra au unahisi Ibra atampiga chini Harmonize? Niachie comment yako hapo chini kwenye comment section. Hii hapa ni Mon TV Online bana, mimi naitwa Mon himself, Mr. Cody 133 mvuvi wa burudani. Asante zaidi kwa wewe ambao umeshakwisha subscribe my YouTube channel na kuwa sehemu ya familia ya Mon TV Online. Tukutane kwenye taarifa zingine. You already know I'm out, yeah.